Yo, ladies and gentlemen, kama kawaida, mwendelezo wa story kutoka Tanzania, kutoka Bongo, kutoka 255 ndo huu hapa. Make sure kwamba una subscribe hapo chini, una join kwenye familia hii kubwa ya kiburudani kutoka Tanzania, ili kuweza kuwa miongoni mwa wale ambao wanafurahia info zote ambazo zinatokea hapa Tanzania kutoka Bongo. Na kama kawaida, mwendelezo wa story, Diamond Platnumz kushindwa kulipa kodi katika mjumba wake ambao alikuwa anaishi, ndio kitu pekee ambacho tunacho sasa hivi hapa kuweza kukusanua wewe ambaye umekuwa bado hujafahamu juu ya story hii ambayo imeonekana kutrend kwenye mitandao ya kijamii, na kila mmoja akiendelea kushangazwa na hiki ambacho kimetokea, huku mwanadada Zuchu akiwa na haamini kwa sababu alikuwa amemtegemea Diamond ndio kila kitu kwenye maisha yake, aweze kuwa na maisha mazuri, aweze kupata maisha safi, maisha bomba, aweze kuenjoy, lakini ndio hivyo, hali imekuwa mbaya, nothing's going on, hakuna kitu ambacho amekipata mpaka sasa hivi, na maisha yao yanazidi kuwa magumu tu. Ukiangalia familia ya Diamond pia wao hawampendi kabisa mwanadada Zuchu, na wamekuwa hawaoneshi njia au namna yoyote ya kuweza kumsapoti katika harakati ambazo amekuwa anazifanya. Moja kitu kibaya zaidi ni kwamba wanazidi kumchukia kwenye nyakati mbaya, yani kwamba nyakati ambazo pengine walitamani kuweza kumuona na kuweza kuenjoy naye, na wakati ambao pengine angeweza kumpa furaha, angeweza kumpa tabasamu mshikaji, lakini inakuwa mbaya. Bwana Diamond Platnumz imefika hadi sasa watu wengi wanasema kwamba kwa sababu ya kile ambacho alikifanya huko mwanzoni la kuwatukana wa Tanzania kwamba wafanye kazi, wasiongeongee sana, waweze kuwa busy na harakati na nini. Ikumbuke kauli hiyo ilizungumzwa kipindi ambacho mtafaruku hapa Tanzania umekuwa mkubwa wa wasanii pamoja na mashabiki. Kwa hiyo hii kauli wasanii kuna baadhi ya wasanii waliichukulia positive na kuna wengine waliichukulia negative, kwa maana kwamba waliona ni point ambayo haitakiwi kabisa kuzungumziwa, na mashabiki wao walichukua na walireact kweli, wakasema kwamba ni moja kati ya point ambayo ni alizungumza kweli, lakini alichokizungumza kwamba tufanye kazi, basi na sisi tutafanya kazi, lakini hatutoenda kuangalia nyimbo zao, hatuto kuangalia ngoma zao, hatuto kuangalia video zao YouTube. Kwa hiyo kila mmoja apambane na hali yake. Sasa watu wengi wanategemea pengine Diamond atakuja kuomba msamaha juu ya hiki ambacho alikifanya akiwa na Ommy Dimpoz pamoja na Mario, lakini mpaka sasa hakuna ambacho amekifanya, na Ommy Dimpoz alisha kuzungumza akasema kwamba kile ambacho kilizungumzwa kipo sahihi, watu wanatakiwa kuweza kufanya kazi, watu wanatakiwa kuweza kufanya kazi na waweze kufanikiwa katika maisha yao, kuliko kwanza kulalamika mtandaoni, kugombea vitu ambavyo havieleweki. Sasa kauli ya Diamond kwamba pengine yeye watu wategemea atakuja kuomba msamaha na nini, lakini hajafanya hivyo mpaka sasa, na ameachia ngoma yake na watu wameendelea kuisikiliza, wameendelea kuipenda. Hapa katikati ya siku ya Valentine anaonekana mtaani akiwasaidia watu tofauti, akiwasaidia watu kwa maana kwamba waweze kupata kurudisha kwa jamii, wenyewe wanasema hivyo, kwa kile ambacho amekuwa amekipata kwenye muziki wake. Sasa alimpatia watu wengi, aliwapatia zaidi ya laki moja, ambapo ni hela ambayo jamaa aliamua kuwa bless hao watu wa mtaani, lakini maneno yakawa ni mengi sana kwa pesa zile ni za kishetani na nini, ni sehemu kuweza kutoa kafara kwenye maisha ya watu, japokuwa waliopokea pesa bado wao wanaishi. Kwa ni upendo tu jamaa aliamua kuonyesha kwa baadhi ya mashabiki zake, kwa baadhi ya Watanzania, na kile ambacho amekipata. Sasa watu najiuliza, kama aliweza kutoa laki moja kila siku, lakini sasa leo anashinda kulipa kodi, hii inakuaje na inakuwa story gani? Inakuaje kwenye wakati kama hii? Kwa sababu maisha yanabadilika kila siku, na ulichokitoa jana pengine Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki. Sasa ukija kwenye muziki, Diamond hapa Tanzania amekuwa mtu ambaye hana mpinzani, amekuwa akifanya muziki wake bila wasiwasi, yani kwamba akiachia ngoma basi itaenda na watu watasikiliza, watafanya challenge. Tumeona hapa katikati amekuwa akiwahusisha comedians wengi, content creators wengi kwenye ngoma zake, kitu ambacho kilisaidia ngoma yake kwenda mbali zaidi, na alikuwa na comment kwenye baadhi ya page mbalimbali, huku akipokea collaboration za wasanii hao. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba jamaa yuko strategy sana kwenye muziki wake ambao amekuwa anaufanya, na hataki kabisa masiala anakuwa anafanya muziki wake. Kwa hiyo ni
moja kati ya point moja kuona kwamba wasanii wengine wanatakiwa kuweza kuizingatia na wanatakiwa kuweza kuichukua, kwa sababu muziki wa Bongo Flava unatakiwa kuwa na mipango na strategy ambazo zitakufanya wewe uweze kufanya vizuri hapo baadaye, lakini pia kwenye moments tofauti tofauti ambazo unakuwa unazipokea, unazifanya kila siku. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu kizuri ambacho Biggy ameamua kukifanya, hata wasanii wengine wameshinda kukifanya. Ndio maana lebo zao zinazidi kuanguka, zinazidi kuwa chini kila siku, na wanazidi kufifia kwa sababu tu hawana mipango sahihi ya kuweza kufanya muziki na hawana strategy nzuri za kuhakikisha kwamba muziki wao unasikilizwa na unafanya vizuri, lakini pia wanafanya vizuri kwenye promotion ambayo imekuwa ikitengenezwa kila siku. Ukiangalia the way ambavyo jamaa anafanya promotion zake, unakuja kuona kwamba tofauti na wasanii wengine ni mkubwa sana. Ndio maana drop a comment